Okay, mambo vipi? Ninaamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Of course, hata mimi mwenyewe niko vizuri. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ametubariki na kila mmoja kwa imani yake ana kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu anatenda na mkono wake unaonekana. Kama wewe jana ulilala usingizi mpana mkubwa zaidi, naomba nikwambie ulilala lakini dunia haikulala. Mambo mengi sana yaliendelea na kiukweli jambo limeendelea kwa kubwa sana. Ligi kuu Tanzania bara sasa hivi inaelekea kwenye hali si nzuri. Mara baada ya mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha Singida Big Stars, kuna maneno ambayo yalianza chini chini kama utani. Maneno ya bana, kuna maswali ya upangwaji wa matokeo, bwana suini ni nini, kuna kauli ambayo aliongea Fadru, watu wakaitafsiri vibaya. Kuna kauli akaongea msemaji wa kikosi cha Simba, watu wakaongea vibaya. So kuna baadhi ya mashabiki ambao hata wenyewe ni mashabiki wa Simba, kuna vitu ambavyo wanaviona, wanaona kabisa hivi si vitu vizuri vinavyoendelea kwenye ligi kuu Tanzania bara, na sisi tuna kila sababu ya kutafuta alternative ya kutibu hili swala linaloendelea. Sasa siku ya jana kikosi cha Singida Big Stars kikaandika barua ya malalamiko kwenda bodi ya ligi kuu Tanzania bara kulalamikia maamuzi yaliyofanywa na waamuzi kwenye mechi yao, na wakiorodhesha baadhi ya mechi zilizopita wao pamoja na kikosi cha Simba Sports Club, kwa kuonyesha kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea behind the scene ambacho wanafungwa na Simba, lakini si kwa sababu ya uwezo wao, lakini ni kwa sababu ya maamuzi mabovu ya maamuzi. Na hata ukisikiliza baadhi ya wachambuzi wa soka wanakubaliana na kwamba kuna baadhi ya makosa ambayo maamuzi aliyafanya katika mchezo kama ule pale. So Singida wakaandika barua kwenda TFF kuambia kwamba sisi tunataka majibu, na wanakuambia kama majibu hayatatoka maana yake mchezo wa kesho dhidi ya klabu ya Simba hawatocheza, lakini au michezo iliyobaki miwili ya mwisho wao hawatocheza kabisa, na watajiondoa katika mashindano, na wako tayari wakashiriki ligi ya Zanzibar huko ama wakashiriki ligi nyingine, lakini sio ligi ambayo imejaa ukiritimba. So haya ni maneno ya kikosi cha Singida na si maneno yangu. Sio kasema Kanyasi ulisema hivi, hapana, wao ndio ambao wameweka wazi kwenye kitu cha msingi huo. So haya ili alilolisema si jambo ambalo nataka tuzungumze, bali nataka nikwambie kile ambacho sasa kiliendelea behind the scene, ambacho inawezekana wao lilala alafu kikawa kinaendelea. Jana kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, kwa baadhi ya waandishi wa habari wakubwa hapa nchini Tanzania, lilianza kutembea andiko linaloonyesha kwamba vilabu kadhaa vya ligi kuu Tanzania bara vina mpango wa kugomea michezo miwili iliyosalia. Wao wako tayari kwa ajili ya kuendelea na hiyo michuano kwa sababu kuna kitu ambacho kinaendelea behind the scene. Wanahisi kama kuna upangwaji wa matokeo. Wa kwanza kabisa kuposti alikuwa ni Ansbet Raphael, ambapo alisema timu 5 za ligi kuu zimetishia kugomea na kutocheza mechi 2 za mwisho za NBC Premium League mpaka pale bodi ya ligi itakapotoa majibu ya kueleweka kutokana na matukio ya maamuzi yanayoendelea. Tayari baadhi ya timu zimeandika barua kwenda bodi ya ligi ili kupewa majibu ya kina. Hii ni inazidi kuwa mbaya kwa ligi yetu. Huyo alikuwa ni Ansbet Raphael. Lakini baadaye Jojob naye akaandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba timu 6 za ligi kuu Tanzania bara zimeonyesha kutoridhishwa na mwenendo wa ligi kuu. Taarifa za kuaminika zinaeleza kuwa timu hizo baadhi tayari zimeshaandika mamlaka ya juu malalamiko hayo, na baadhi ziko mbioni kufanya hivyo. Kutokana na kutoridhishwa kwao, zipo klabu zinazofikiria kutoshiriki mizunguko iliyosalia mpaka malalamiko yao yatakaposikilizwa. Huenda idadi ya klabu hizo zikaongezeka siku hadi siku. Sasa haya ilikuwa ni maneno ya Jojob, ambaye pia na yeye ni moja kati ya waandishi wakubwa sana hapa nchini. Baadaye kupitia kwa mwanahabari reporter anaitwa Nasibu Mkomwa, na yeye akaandika, hadi sasa nimezungumza na watendaji wakuu CEO wa timu 12 kati ya 16. Mimi nasema hadi sasa nimezungumza na watendaji wakuu CEOs wa timu 13 kati ya 16 wa ligi kuu NBC. Hakuna ambaye amesema ameandika barua ya kutocheza michezo miwili iliyobaki ya ligi kuu. Hakuna CEO ambaye ameniambia ameandika barua kwenda bodi ya ligi ya kugomea michezo miwili ya mwisho. Wengi wao wamesema wapo kambini wanajiandaa na michezo yao iliyobaki, na wengine wananiambia kufanya hivyo ni kosa ambalo unapaswa kupelekwa maadili na kujibu
na kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu Tanzania bara. Sasa haya ilikuwa ni maneno ya Nasibu Mkomo, ambaye sasa yeye alikuwa anapinga baadhi ya taarifa ambazo zilitolewa na baadhi ya waandishi wa habari kama ambavyo nilivyokuambia Ansibet Raphael. Lakini pili, niliona mtu kama Zungu anasema kuna jambo kubwa sana ambalo litatokea kwenye mpira wetu. Ansibet Raphael aka-update baadaye usiku wa manane, akaandika moja nakala iliyotumwa imekwenda BMT na wizarani, nakala zimetumwa moja baada nyingine, ni jambo la muda, hii issue iko serious, watu wanataka haki. Haya ilikuwa ni maneno ya Ansibet Raphael kwenye kukazia taarifa yake aliyotoa. Baadaye nikapitia kwa mzee wa Jambia, akasema nimeona maandiko 6 alafu yote yanafanana, shame on you guys, kwamba timu 5 zinaiandikia TPLB kutoendelea na ligi kuu, zilizobaki kwa sababu ya kutoridhishwa na mwenendo wa ligi kuu. Anauliza kwa sababu ya kutoridhishwa na namna waamuzi wanavyochezesha, ni taarifa ya uongo. Akaweka mkasi mkubwa, anasema hii ni zile taarifa maarufu ya isambae in very cheap propaganda. Anasema kama kweli kuna timu zimeandika TPLB, zitajeni kwa majina yao, ni timu gani hizo zimewasiliana na TPLB, na kuna barua kutoka timu moja ya klabu ya ligi kuu Tanzania bara. Anasema na hii propaganda wala huwezi kupata shida kujua inatokea wapi. Msingi wa haya yote ni ushindi wa jana wa Simba Sports Club. Dada mtu aliyewekeza mwili na nafsi kuhakikisha mnyama anapoteza mechi ya jana, maneno yake haya. Lakini hivi sasa baada tu ya mechi ya jana, kuna uwezekano kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kukaa na kutoa tathmini kuhusu Elisasi. Kanuni ya kupokea ripoti ya mchezo ni masaa mangapi? Ni masaa 24 baada ya mechi? Hapana, bila shaka ni masaa 72. Nasema maana yake kama jana mchezo ulimalizika saa 12 jioni, unategemea leo saa 12 jioni ndo wakupe ripoti, au unataka kamati ifanye maamuzi bila kupokea ripoti ya mchezo? Very cheap wako mtifu. Akaandika haya. So haya yote yanamaanisha kwamba hata vyombo vya habari vyenyewe na wanaoripoti hili swala bado hawajasimama kwenye msingi mzuri. Utakuwa unajiuliza, Kanyasi wewe unasimama wapi? Je, unasimama kwenye hizo timu ambazo zinasemekana kwamba zimelalamika kwa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, au unasimama kwa waandishi wa habari ambao wanasema hiki kitu si cha kweli? Kwanza linaweza likawa ni jambo la kweli kabisa kwamba ameandika barua, lakini pili linaweza likawa ni jambo ambalo si la kweli kwa sababu tetesi. Hakuna confidentiality, hakuna mtu ambaye anaweza akatoa data akaweka mezani ama karatasi zile akaweka mezani kwamba ushahidi huu hapa na hiki ndicho alichokifanya. Hakuna hata mmoja. So kimsingi kama ni hivyo, maana yake ni taarifa ambayo bado ni endelevu. Tutaendelea kujuzana kadri ambavyo siku zinavyozidi kwenda, na kama tutafikia huko ni pabaya zaidi na mpira wetu utakuwa unaharibika. Utakuwa mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Unajua kanuni inasemaje kwa timu ambayo inataka kujitoa katika mashindano? Inabidi ifanye nini na nini na nini? Tukutane episode ya 2, nitakuelezea vizuri. Asante, bye bye.